Karibu tena ndani ya Media Bukavu TV kwa muda wetu wa habari wa saa 5 na dakika 30. Leo ni siku tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Kumbuka leo ni siku mwezi umemalizika leo, mwezi tamalizika leo, na kuna mengi zaidi tunataka kuzungumzia kupitia Media Bukavu TV. Na kama ni mara yako ya kwanza kuwa pamoja na sisi katika habari zetu za mchana, jiunge na sisi ili habari zetu zikupite mara moja, uwe na tusikiliza kutokea katika pembe zote za dunia mzima. Na kama uko na rafiki yako ama ndugu zako, endelea kupartage, endelea kuwapea link ili habari zetu mara moja ziendelee kuwafikia kupitia Media Bukavu TV. Kwa majina mnaelewa tayari, ni Nelson, niko katika ndani ya Edikota, ndani ya Walikale mara moja, ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mahali naendelea kuwapasha habari zetu moja kwa moja. Na kama unavyonisikiliza kupitia Media Bukavu TV, elewa tayari habari hizi nimekuja kuwatangazia nini, ama sio? Nashukuru zaidi ndugu zangu kutokea Lubumbashi, Katanga, Manyema, Kindu, Mala, na kutoka ndani ya uko Kalemi, ndani ya Shabunda, Mwenga, Katanga, kutoka ndani Moba, ndani mara moja Nzibira, kutoka ndani ya Bunyakiri, Hombo na sehemu zingine kadhaa katika North Kivu kwa ujumla, na ndani ya Sud Kivu. Nyinyi wote tunawasalimu zaidi mashabiki zangu kutokea ndani ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, Burkina Faso, Malawi, kuelekea huko East Afrika nzima, South Africa, kuelekea mara moja nchi ya Ulaya, Canada, Australia, Ufaransa, Chicago. Wote ninawasalimu sana kupitia Media Bukavu TV. Na kwa sasa nakuja kuwaletea habari kwa moja, sitaki kuwakawisha, nataka kuwapeleka mara kwa moja na kuwatangazia tayari ni nini limebadilika. Kumbuka tuliwaeleza tayari jeshi la, tukirudia katika nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mahali tunakuja kuwatangazia mara moja, tuliwaeleza tayari kama jeshi la Zambia lilikuwa limeingia ndani ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini katika taarifa letu tumekundua kwa kweli hili lilikuwa ni habari lenye halina ukweli, kwa sababu tulikuja kugundua katika eneo ya Moba na eneo ya Lwiro bado wanajeshi hawa hawajapatikana huko. Lakini katika kauli ama watu kuzungumuza, wanasema tayari kuna wanajeshi waliingia, wanaongea lugha ya Kiingereza, lakini wamepitia katika ndani ya eneo ya Lake Tanganyika. Lakini kumbuka Zambia na uko Lake Tanganyika ndio linashikana mara moja. Watu wengi wakajua tayari wanajeshi hawa ni wa Zambia wameingia katika eneo hili, lakini katika taarifa tuko nalo hakuna yoyote anayojua wanajeshi hawa wameingia ni wanagari, kwa sababu wanajeshi hapa katika eneo ya Moba niliweleza, na katika sehemu ya Lwiro bado ilikuwa ninawaambia kama tayari ni wanajeshi wa Zambia wameingia hapa. Lakini katika taarifa na watu wote kutokea ndani ya Zambia ya Moba na ndani ya eneo ya Lwiro wametutangazia kutueleza tayari hili ni habari, sio ya habari ya ukweli. Hao wanajeshi wameingia huku sio wanajeshi kutokea ndani ya eneo ya hapo eneo ya Zambia. Wamesema tayari ni wanajeshi wasiojulikana. Nielewe vizuri na unisikilize vizuri. Na kwa sasa watu wakipeana taarifa wajitahidi kukosoa mbele ya kupeana taarifa. Nimewaeleza vizuri na mtuelewe, sisi watangazaji tunapeana habari gisi linavyokuja, na tukichunguza tunajua tayari hili habari ni ya ukweli tunalipeana, na tukiona hili habari sio ya la ukweli tunakuja kukosoa maneno tulizungumza kabla. Unaelewa vizuri, visikuja kuchukulia watu wachukulie sisi ni uongo. Kupitia Media Bukavu TV tunakosoa na tunakubaliki kukosoleka, ndio. Na mashabiki zangu nawashukuru zaidi kwa kunisikia na kuniweka radhi na kunielewa tayari hivi vitu ninavyotangaza. Na katika habari zingine zinatokea katika eneo ya uko Ulayani Fizi mara moja. Kabla niwapeleke Fizi mara moja ndani ya eneo ya Moba na kuelekea ndani ya Lwiro, bado wanajeshi wa Zambia bado, kama tayari tulikuwa tumesema habari imesema serikali ilitangaza kuna wanajeshi wameingia, lakini kwa sababu watu wako ndani ya eneo ya Moba na ndani ya Lwiro, hao wametueleza tayari ni wanajeshi wa Zambia, lakini hao bado serikali haijatangaza ni wanajeshi wa gani, ama unaelewa vizuri. Na kwa sasa sisi tukajaza, unaelewa, lakini kwa kujaza kwetu imekuja kuonekana ni habari ya uongo.
Kwa sababu gani? Tumeona program hili sio la ukweli, inabidi nikuje kuwapasha. Kumbuka media, sisi tunakubali kukosoleka na kuelesha watu vitu, wasikuje kuchukulia vitu ni vya uongo. Na katika habari zetu mara moja, ninaomba tafadhali mtuelewe na mtusamee, kwa sababu habari hili la kusema wanajeshi wa Zambia wako ndani ya eneo ya Moba ilikuwa ni habari sio ya ukweli. Ni wanajeshi waliingia, lakini bado hawajajulikana wanajeshi kutokea nchi gani, lakini wanajeshi wameingia. Sio kusema bado ni wanajeshi, kwa sababu tulikuwa najua ni Zambia lakini ndani ya Moba kuna wanajeshi waliingia na ndani ya Lwiro, lakini wanajeshi hawajatambulikana ni wanajeshi waga gani. Lakini tukija jua ni wanajeshi wa na gani wametokea wapi, tutawatangazia gisi tumetangaza hili habari, na mara moja nitakuja kuwapeleka Fizi. Eneo ya Fizi nako mapigano tena amezuka leo mchana wa leo tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Unielewa vizuri? Upande wa Fizi katika eneo ya Kalingi, eneo ya Mikenge, tena mashambulizi yamezuka tena upande za drone za FARDC kushambulia kambi ama kushambulia waasi M23 katika sehemu ama katika ngombe zao. Kumbuka wanajeshi hawa wa M23 wako katika kambi, lakini kumbuka tayari kambi zao hawaziweki katika porini, wameziweka mahali kuna raia population. Lakini kumbuka, kama serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ikiendelea kutupa mabombe hizi na kutupa madrone kila mahali kwenye wahasi wako, kumbuka ya beaucoup de population, kuna raia wako katika eneo hili mavictimu. Jeshi halipigane. Niwaambia tayari hapa kwenye niko Walikale, ndege ndio hizo zinatembea. Tazama vizuri, ndio hili vizuri, unaliona ndio hili, unaliona. Nataka niwaoneshe kila kitu, mnaliona ndio hili ndege hili vizuri. Mara moja niliwaambia mkeo unanifuatilia kupitia media ya Bukavu, unaliona ndio hili, mara moja ndio hili linapita. Niliwaambia ukiwa pamoja na mimi nitaenda kuwapeleka mara kwa moja kupitia media Bukavu TV mara moja. Hapa Walikale mandege zile zimepita wingi zaidi. Ndege za kijeshi zimepita hapa wingi zaidi. Ndege za FARDC zimepita hapa wingi zaidi. Inaonekana tayari hatujajua ni nini inaisha. Tangu asubuhi ndege zimepita hapa karibu ndege 8. Na hizi ndege zinapita tu Mweso, Mpeti, Minjenje na kuelekea ndani ya Pinga. Na inasirikatu eneo hili. Naonesha kama tayari kuna kitu kinaendelea, bado watu wengi hatujafahamu, na kama kuna kitu kitabadilika ndakuja kuwapasha kupitia media Bukavu TV. Na kwa nataka niwapeleke, kumbuka ni kwa katika eneo ya Mikenge ndani upande wa Sud Kivu. Mikenge tena mashambulizi ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeendelea kushambulia kambi za wangombe za waasi M23 na jeshi wa Twirwaneho. Kumbuka serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo haipigane na raia, inapigana na wanajeshi wenyewe. Jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo halipigane na population, linapigana na jeshi la waasi na Twirwaneho. Wale ndio majambazi wanapigana na serikali. Le new de population la vous ne devez pas aller, kwa sababu ya kuwapiga. Kama mabombe hizi zimetoka katika eneo za huko ndani ya Bijombo kuelekea ndani mara moja, ndani ya Kakenge na Kalingi na kuelekea ndani ya sehemu Muramvya mara moja. Kumbuka ya beaucoup de population wanaishi katika eneo hizi jameni, na hao wote ni sonde victim. Tayari hizi bombe zikiingia, tayari kuna mandugu wamekufa huko, kuna watu wameendelea kufa huko mara moja. Sio kusema hao ni kabila ya Wanyamulenge. Wale wote kama ni kabila ya Wanyamulenge, tayari mapigano yanaanzilia hapo mara moja, iwe tayari hao wako katika eneo yao. Lakini kumbuka yaboku Minembwe ama katika eneo zote kuna yaboku de tribalism, yaboku de tribi, Washi, Warega, Wabembe wako katika eneo hili. Lakini katika mashambulizi haya halichagui tayari huyu ni kabila fulani, bombe linakuja kupiga kila yote nayopata katika sehemu hili. Na kwa sasa hata wanajeshi wa M23 mukituma drone zenyu, elewa tayari yabo kude population hapa. Kama tayari wana M23 mulisema tayari nyinyi ni wakombozi, kwa nini mtoe mabombe zenyu ama madrone zenyu ziende kushambulia kambi za serikali na hao kwenye kuna raia population? Tayari kumbuka huko kwenye mabombe zenyu zinaelekea kuna victim population. Ndio maana kitu moja tunaweza kuambia kupitia media Bukavu TV, serikali wa M23 kwenye mapigano mwende mpiganie katika porini, musipiganie mahali population wako ya beaucoup de victimes. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo avec le waasi M23 mupiganie na serikali, mupiganie kwenye porini. Mimi nimeangalia katika jiografia
Mapigano ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni mapigano tofauti na nchi zingine nyezi iko na vita, kwa sababu mapigano tunajua ni mapigano jinsi tayari serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ilikuwa ilikuwa inaenda vamia wanajeshi wa wazalendo kitambo miaka kadhaa katika porini, pamoja na hizo Interahamwe zilikuwa ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wale wa FDLR mara moja walikuwa wanapigania porini mahali hakuna population. Lakini kwa sasa vita za Kongo zimeingia katika mjini, sasa zinashambulia ndani ya Masatreville mahali kuna population. Kama tayari wanajeshi mwende pigania porini, kwa sababu beaucoup de victimes, raia population, mweke nguvu moja, mutie kitu kimoja. Nimezungumza hii kitu mara mingi zaidi na kueleza tayari, kupitia nyinyi ndio mtaleta amani ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Raia wakaaji wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ni nyinyi mtaleta amani kupitia hili, kwa sababu hakuna yeyote ataleta amani ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo bila population. Raia population, nyinyi ndio muko na ubaguzi. Raia population, ninyi ndio mko na mentalite. Raia population, nyinyi ndio mtaweza kusababisha serikali badiliki. Kumbuka serikali ni kama serikali ilitokea kwa sababu ya raia population. Ndio maana mapigano ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inatakiwa watu waungane. Masisi tena leo kumekuwa tena hewa sio nzuri katika eneo ama territoire za Masisi, katika sehemu Osbanyungu na katika sehemu zingine kunaonekana mlio wa mtutu tangu muda wa saa 4:13 leo tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Katika eneo hizo mashambulizi mpaka population wengi zaidi wamekimbilia mara moja katika eneo ya hapa Walikale, na kama unavyonisikiliza kupitia media Bukavu TV, wakimbizi wameendelea kuwa wengi zaidi katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa sasa haya yameendelea kuleta changamoto kwa wakahaji, raia, maviktime, watoto hawasomi. Kwa sasa nchi la Kongo kwa sasa watoto wale wanaenda shuleni kwa sasa wameendelea katika mwaka wa 2025. Katika mwaka wa 2026 mapigano yenye iliendelea kuwa katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo karibu miaka miwili. Watoto wengi hawasome kwa sasa, maisha yao imeendelea kuwa kama maisha ya kitambo, wale watu wasio kusoma, na haya ameendelea kuleta changamoto. Hatua vita litaisha kweli, wasomi watakuwa wamebaki wangapi? Kumbuka wasomi wengi wameendelea kufa, lakini na wengine wameendelea kuzeeka. Wale wengine watatokea wapi? Watakuja kuongoza nchi la Kongo, kwa sababu bila kusoma tayari watu wataanza kutumia Kongo gisi wanataka, kwa sababu Kongo litakuwa lisome tena. Na hili ni habari kuwapasha kabisa, na muelewe tayari kila mahali popote ule mwenye anavyonisikiliza ama ananielewa kupitia media Bukavu TV, elewa tayari sisi tunawaeleza habari ya ukweli. Kongo linahitajika liwe na amani, liwe na upendo. Vita la Kongo haliweze kuisha bila nyinyi wenyewe kushikamana. Vita la Kongo haliweze kumalizika bila watu kuwekeleza mikono. Vita la Kongo haliweze kumalizika bila watu kushikana, ili watoe mambo ya ubaguzi katika akili zao ama ndani ya fikira zao. Ninawatakia heri njema, tuje kupatana kwa habari zetu za saa ngapi? Saa 12:20. Na kama unavyonisikiliza kupitia media Bukavu TV, endelea kuungana na sisi, eka subscribe, comment, like, ili habari zetu ziendelee kuwafikia mara kwa moja. Nawashukuru sana kupitia media Bukavu TV, na Mwenyezi Mungu hawe na nyinyi. Mashabiki zangu kila mahali popote upo unavyonisikiliza mara moja, endeleza kusambaza mara moja hili habari liendelee kufikia kila mtu. Ninawaeleza Kongo alitapata amani kupitia vita. Kongo litapewa amani kupitia wakongomani wao kwa wenyewe. Bila wakongomani kwa wenyewe, hata Kongo ilete Amerika ikuje kupigana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, amani aliweze kuingia. Ndio watu watakufa na watu watamalizika, Kongo tu litabaki tatizo ni ile lile. Lakini raia, population na serikali waungane kitu kimoja. Mambo ya tribalism, ubaguzi limalizike ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo mara moja. Kongo itakuwa kama paradiso. Kila mtu atatamani kuingia ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ili aje kuishi ndani ya nchi hii. Lakini mara moja likiwa na tatizo hili, wenye wataingia ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni wale wanakuja kuiba mali za Kongo. Unaelewa vizuri? Na kama unavyonisikiliza, elewa kile ninavyotamka. Bye bye. Tuje kupatana kwa habari zetu saa 12.